Hii ni Network Channel. Usisahau kusubscribe. Ndugu zangu wapendwa, leo ningependa kuzungumzia jambo ambalo karibu kila mmoja wetu amewahi kulipitia, lakini mara nyingi hatupendi kulizungumza wazi wazi. Jambo lenyewe ni kukubali kukataliwa. Kukataliwa ni sehemu ya maisha. Unakataliwa kazini, kwenye mahusiano, kwenye biashara, hata kwenye ndoto zako mwenyewe zinakukataa na kukusaliti, na maisha kwa mjumla yanakukataa na kukusaliti. Na ukweli ni kwamba hakuna mtu anayependa kukataliwa. Inauma, tena inauma sana, inavunja moyo, na wakati mwingine inatufanya tujihisi hatufai. Lakini swali kubwa ni hili: je, kukataliwa kuna maanisha ni mwisho wa maisha yako? Jibu hapana. Kukataliwa hakumaanishi wewe ni mbaya, ni mjinga au hauna thamani. Mara nyingi kuna maanisha tu haikuwa nafasi yako kwa wakati huo. Kuna vitu vinakosa leo ili vikupate kesho. Kuna milango inafungwa sio kwa sababu wewe si wa maana, bali kwa sababu kuna mlango mwingine bora zaidi unaandaliwa kwa ajili yako. Nisikilize ndugu yangu, vinachelewa ili vidumu. Ni rahisi sana kukata tamaa baada ya kukataliwa, lakini watu wengi waliofanikiwa duniani walikataliwa kwanza. Na mara nyingi kabla ya kufanikiwa walikataliwa. Kilichokuwa tofauti kati ya wao na wewe ni hiki: hawakurudi nyuma. Walichukulia kukataliwa kwao kama somo, sio kama hukumu ya maisha yao. Watu wengi tunachukulia kukataliwa ni hukumu. Hatujifunzi kwa nini tumekataliwa. Tunajichukulia ni hukumu. Umekataliwa kazini, unaanza kulaumu walimu, unaanza kulaumu chuo ulichosoma, unaanza kuilaumu kozi uliosoma. Nisikilize, usiyafanye maisha yako yawe hukumu. Utakavyoyafanya maisha yako yawe hukumu, na yatazidi kukuhukumu. Unapokataliwa, jiulize, nijifunze nini? Watu wengi tunaishia kulalamika, lakini hatujifunzi. Hakuna somo tunalolipata. Tunachukulia kukataliwa kwa negative attitude. Hebu kuanzia leo, sikuforce, sikulazimishi, lakini hebu jaribu kuitengenezea akili yako positive attitude. Ni muhimu sana katika maisha. Usichukulie kila kitu negative attitude. Jiulize, unaweza kuboresha nini? Usimtafute mtu wa kulaumu. Watu wengi tunawatafuta watu wa kulaumu, kwamba alinikazia, alinibania. Hapana. Usitafute mtu wa kumlaumu. Jipe moyo badala ya kujifungia. Watu wengi katika maisha yetu tuna vyumba vyetu wenyewe, comfort zone. Tunajifungia katika mawazo yetu wenyewe. Hatutaki kuwa flexible, tunaishia kulalamika. Nisikilize ndugu yangu, haitokusaidia kulalamika.
songa mbele. Haimaanishi kama umefeli leo na kesho utafeli. Ipambanie hiyo nafasi yako. Maumivu ya kukataliwa yanaweza kukuumiza leo, lakini yakikufundisha yatakujenga kesho. Tukubali pia ukweli huu. Huwezi kukubaliwa na kila mtu, na hilo ni sawa kabisa. Hata wewe mwenyewe huwapendi watu wote. Kwa hiyo usijaribu kuishi maisha kuwafurahisha watu wote. Jikubali, jithamini na endelea kusimama imara. Mwisho kabisa, ndugu zangu, kukubali kukataliwa ni ishara ya ukomavu. Ni kuijua thamani yako bila kuhitaji kila mtu akuthibitishie. Ni kuelewa kwamba safari yako ni yako peke yako tu, na kasi yako ni yako tu. Ukikataliwa leo, usikate tamaa. Simama tena, jaribu tena, amini tena, kwa sababu kila mtu ni mwandishi wa maisha yake. Je, utaiandika historia yako vizuri au vibaya? Kukataliwa kwako sio mwisho wa hadithi yako. Mara nyingi ni mwanzo wa sura mpya. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Langu jina ni Simon Kipeleka.